Hivi unafahamu kuwa unaweza ukapata faida ya 80,000 kila mwezi kwa biashara ya matunda tu, na hiyo biashara gharama yake au mtaji wake ni shilingi 50,000 tu. Haya matunda yanapatikana kwenye soko la Mwananyamala. Sasa wengi wanadhani kuwa hii biashara ya matunda ni biashara ya watu ambao wa hali ya chini, sio biashara ya kijana ambaye amemaliza chuo kikuu. Hii sio sahihi. Hii biashara huhitaji mtaji wa 500,000 au zaidi. 50,000 tu zinatosha kuanzisha hii biashara. Sasa chaguo ni la kwako. Je, uko tayari ukae nyumbani huna kazi kuliko kufanya biashara ya matunda ambayo kwa mtaji wa shilingi 50,000 unaweza ukaanza na ukapata faida ya shilingi 80,000 kwa mwezi? Sasa leo nitakueleza jinsi ya kuanzisha biashara ya matunda kwa mtaji mdogo tu, lakini huko mbeleni nitakuelezea siri 4 za kupata faida katika hii biashara. Kuwa nami mpaka mwisho. Kwanza nitakuonyesha jinsi ya kutumia mtaji wa 50,000 vizuri. Pili, nitakwambia matunda gani yanauza haraka zaidi. Tatu, nitakueleza siri 4 za faida ambazo wengi hawazijui. 4, nitakueleza jinsi ya kupata faida ya shilingi 80,000 kwa mwezi. Najua wengine wanaweza wakaniuliza, Mr. Mwambola, yaani 50,000 zinatosha kuanzisha biashara ya matunda? Wanadhani kuwa labda uwe na milioni 100 au hata milioni 50 ndio unaweza ukaanzisha biashara ya matunda. Hii sio kweli, na unaweza ukawa na hizo pesa na ukaanzisha biashara ya matunda ambayo labda baada ya miezi mitatu tu ikafilisika. Sasa tatizo sio kuwa na mtaji mkubwa au kukosa kuwa na mtaji mkubwa. Tatizo ni jinsi ya kutumia huo mtaji wako mdogo na kufanya biashara na ukapata mafanikio. Sasa kabla sijaendelea, ngoja nikupe breakdown ya mtaji ambao utakaoanzisha nao biashara kama inavyoonekana kwenye screen. Huo ndio mchanganuo wa bajeti ya shilingi 50,000 kama inavyoonekana kwenye screen. Sasa swali linakuja, ni matunda gani utakayonunua kutokana na hako ka bajeti kako uliko kaweka ka shilingi 30,000 kwa ajili ya kununua matunda? Sasa jibu ni kuwa kuna aina 4 ya matunda ambayo ni muhimu kuanza nayo. Nayo ni kama ifuatavyo. Matunda utakayoanza nayo ni machungwa, ndizi, mapapai na embe. Haya ni muhimu sana. Sasa hebu tuangalie bei ya kununua matunda, bei ya kuuza matunda na faida unayopata kutokana na biashara ya matunda kama inavyoonekana kwenye jedwali. Hizo ndio bei za kununua, kuuza na faida ya matunda kama inavyoonekana kwenye skrini. Sasa nilikuahidi kuwa kuna siri 4 ambazo ukizifuata hizo utafanikiwa sana kwenye biashara ya matunda. Sasa tunaanza na siri ya kwanza ambayo inaitwa ni location strategy. Hii ni kitu gani? Sasa wengi huwa wanafanya makosa ya kuamua kwenda kuuza matunda yao kwenye masoko makubwa kama vile ya Kariakoo au hata Mwananyamala na kadhalika. Hilo ni kosa kwa sababu huko kuna ushindani mkubwa sana na unaweza usifanikiwe. Sasa kitu gani unatakiwa ufanye? Kwanza nenda kwenye vituo vya mabasi au daladala ambapo kuna abiria wengi wanakaa wakingojea mabasi. Hapo ukiweka sehemu yako ya biashara ya matunda utafanikiwa sana. Pili, nenda kwenye maeneo karibu na hospitali au kliniki ambapo kuna watu wengi wanakwenda kwenye hospitali, lakini pia kuna wagonjwa. Sasa hapo ndipo unapoweza kufanya biashara nzuri ya matunda kwa sababu hospitali matunda yanahitajika sana. Tatu, nenda karibu na shule au vyuo. Hapo pana wanafunzi na utashangaa wanafunzi wengi au baadhi ya wanafunzi wanakula matunda afu wanalala, ndio chakula chao cha usiku. Kwa hiyo hapo napo pana biashara nzuri ya matunda. Siri ya pili ni timing strategy. Sasa hiyo ni jinsi unapokwenda kununua matunda kwenye soko. Usiende saa 4 asubuhi au saa 6. Inatakiwa unakwenda alfajiri mapema kabisa unakuwa pale sokoni.
Sasa ukiwahi asubuhi na mapema au alfajiri, huo ndio muda ambapo wakulima wengi wanafika sokoni kupeleka matunda au bidhaa zao za matunda, na bei inakuwa iko chini kweli kweli. Kwa hiyo huo ndio muda mzuri wa wewe kufika sokoni kununua matunda. Sasa hiyo ni timing ya kununua matunda. Sasa timing ya kuuza ni ipi? Timing nzuri, timing ya kuuza ni kuanzia saa 2 mpaka saa 5 asubuhi. Huo ni muda mzuri sana wa kuuza matunda. Sasa huo muda wa asubuhi ndio muda ambapo watu wengi wanasema ni rush hour. Watu wanapilika pilika, wanakimbia kwenda makazini na kwenda hospitali, kwenda vioni. Sasa huo ndio muda mzuri ambapo matunda yako yanaweza yakauzika. Sasa timing ya pili ni jioni. Sasa watu wanarudi kutoka kwenye makazi. Sasa unakuta kuanzia kwenye kama saa 10 hivi mpaka saa 12 ni muda mzuri kabisa, wakati watu wanarudi majumbani kwao. Hapo unaweza kufanya biashara nzuri ya matunda. Siri ya tatu ni display strategy. Sasa hii display strategy ni kitu gani? Hii inahusu jinsi unavyopanga matunda yako ili kumvutia mteja. Sasa kwenye upangaji wa matunda, usipange matunda unaweka kama kwenye karatasi au kwenye mkeka. Hiyo haisaidii. Panga katika mfumo wa pyramid, yaani chini yanaanza mengi, juu yanakuwa machache. Huo mfumo wa pyramid unavutia sana wateja. Jambo lingine, osha matunda yako mbele ya wateja ikiwezekana. Hii inaleta confidence kwa wateja kuwa matunda yako vizuri. Sasa siri ya 4 inaitwa bundle pricing. Yaani badala ya kuuza tunda moja moja, wewe unauza matunda 3 au 4 kwa pamoja ukiwa umeyafunga. Hiyo inasaidia kuwavutia pia wateja, lakini na wewe pia unaweza kufanya biashara nzuri. Sasa unachofanya, unachukua kwa mfano machungwa kama 3 hivi, ukawe na kuchukua ndizi ukaweka labda ndizi 3, na kama embe ukaweka labda embe 2. Kwa hiyo inakuwa ni seti moja, na unauza kwa mfano, unaweza kusema hiyo unauza kwa shilingi 5,000. Kwa hiyo hapo mtu mmoja ananunua matunda mbalimbali kwa bando. Sasa kabla hatujaendelea, naomba ubonyeze hiyo button ya subscribe, pia bonyeza hiyo button ya like, na mwisho bonyeza button ya kushare, ili wenzio nao waweze kuona hiki kipindi na waweze kufaidika. Sasa tunaendelea. Sasa nataka kukuonyesha jinsi ya kufahamu faida unapata namna gani. Kwa hiyo nimekutengenezea jedwali kama inavyoonekana hapo kwenye skrini, ambayo inaelezea jinsi unavyopata faida kutokana na biashara ya matunda. Sasa tumeonyesha faida inayopatikana kila wiki kwa wiki 4. Kwa mwezi faida inakuwa kati ya shilingi 70,000 na 119,000. Sasa kwa kumalizia tu, nasisitiza tena, tatizo sio mtaji. Tatizo ni uoga tu wa kuanza na ile ya kusema kuwa sina mtaji mkubwa. Kwa hiyo kwa jinsi nilivyokueleza, nafikiri sasa hata ukiwa na mtaji mdogo unaweza ukaanza biashara ya matunda na ukaifanya kwa usahihi kabisa na ukafanikiwa kupata faida kubwa. Hilo ndio jambo ambalo nilikuwa nataka nikuelezee. Sasa sina zaidi ya hapo. Naomba uendelee kuangalia vipindi vyetu, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.